بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Hii ni majlisi ya pili na kikao cha pili katika kumjibu ndugu yetu Abul Abbas Hassan Soloka juu ya ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa almasail alkhilafiyya alijtihadiyya, na mfano wake ni hii masala ya at-taswir al-fotografi. Katika majlisi ya kwanza tulibainisha na kueleza kwa sababu ya ufahamu wake mbovu katika kutaamal maa almasail alkhilafiyya alijtihadiyya, anaona kuwa ni wajibu kuwafanyia inkar waliomkhalifu katika mawqifu yake, na kuwa maslaki yao na kitendo chao cha taswir almuhadarat walnadawat walkhutab waddawrat walau lihaja walmaslaha walmanfaati addiniya, hata kama ikiwa kuna haja ya kufanya hivyo na maslahi na manufaa ya kidini, yeye anaona kuwa maslaki yao hiyo ni maslakun batil. Na tukabainisha kuwa ufahamu wake huu mbovu na msimamo wake huu na ujasiri wake katika hili ameujenga juu ya nukta 4 na hujja 4. Kwa yule ambaye atakayesikiliza audio zake na maneno yake kwa makini, atagundua kuwa huu ufahamu mbovu na ujasiri wa kuwakemea waliomkhalifu katika mawqifu yake na kudai kwamba wale ambao wanafanya taswir katika muhadharat, katika nadwa mbalimbali ambayo wanayafanya hayo kwa maslahi na haja ya kueneza dini na sunna na ad-da'wa as-salafiyya, akawazingatia kuwa ni wapo katika maslaki ya batili. Kiangalia mawqifu hii na msimamo huu mbovu ameujenga juu ya nukta 4 kubwa na hujja 4, kwa yule ambaye atikisikiza kwa makini audio zake na maneno yake na maelezo yake. Tukaona kuwa hoja yake na pointi yake ya kwanza iliyomfanya awe na msimamo huu na mawqifu hii ni kuwa yeye anaona kwamba masala hii at-taswir al-fotografi ni mas'alatun khilafiyya la ijtihadiyya. Kwa kama ikiwa ni masala khilafiyya, yajibu fiha al-inkar, na wanaofanya hivyo wamefanya maslakun batil. Hiyo ndo mawqifu yake na hiyo ndo hoja yake ya kwanza na pointi yake ya kwanza, na hii tukaijibu kwa majawabu yenye kutosheleza yaliyokuwa wazi kwa almutaammil, kwa yule mwenye kuzingatia. Hoja yake ya pili ambayo tutaijibu katika kikao hichi na majlisi hii, hoja yake ya pili na pointi yake ya pili ambayo imempelekea yeye kuwa na mawqifu hii ya kuona kuwa kuna ulazima na uwajibu wa kuwakemea waliomkhalifu katika kuharamisha taswir al-fotografi, na akaona kwamba mawqifu yao ya kuhalalisha at-taswir al-fotografi kwa haja na maslahi ya kidawa, au wale wanaochuoni ambao wamehalalisha mutlaqa kwamba wamefanya maslakun batil. Hoja yake ya pili ni hii na nukta yake ya pili ni hii, ni kuwa al-ulama, wale maulama ambao wamehalalisha at-taswir al-fotografi, khalafu nassan sarihan wa adillatan wadihatan la ghubara fiha fi tahrimi at-taswir al-fotografi. Hii ndio hoja yake ya pili na nukta yake ya pili iliyompelekea yeye awe na mawqifu hiyo.
kwamba wale maulama na wanawachuoni ambao wamehalalisha at-taswiru al-fotografi wamekhalif nassan sarihan, wamekhalif dalili iliyokuwa wazi na nusus zilizokuwa wazi katika kuharamisha at-taswir. Hii ndio nukta yake ya pili kwa madai yake, kwamba hawa maulama ka Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Saleh Al-Luhaydani rahimahumullah na wengineo wenye maukifu hiyo ya kuhalalisha taswir imma mutlaqa au kwa haja na kwa maslahi ya kidini, yeye anaona kwamba hawa waliohalalisha picha za photography kuwa wamekhalif dalili za wazi katika tahrim at-taswir. Majawabu yetu kwenye hoja yake hii na pointi hii tutamjibu bijawabai, kwa majawabu mawili. Jawabu la kwanza litakuwa ni at-tafsil. Jawabu la kwanza ni kwa at-tafsil, kufanya uchanganuzi. Ndani ya hiyo tafsil tutaona kuwa ni kweli hawa maulama waliohalalisha wamefanya ndani yake mukhalafatun nas. Je, wamekhalif nasi katika ile taswir aliyoharamisha Mtume sallallahu alayhi wasallam au hawajakhalif? Na jawabu la pili litakuwa kwa almithal, kuleta mfano ambao utabainisha wazi kuwa masala hii at-taswir fotografi kutofautiana fahamu za maulama na rai zao ni kama walivyotofautiana masahaba ridwanullahi alayhim katika masaili ambayo ndani yake al-khilafu sa'ighun na ndani yake fihi ijtihad, na Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwa hai. Tuleta mfano ambao utabainisha wazi kuwa masala hii namna walivyotofautiana maulama ni kama walivyotofautiana masahaba ridwanullahi alayhim na Mtume akiwepo. Wa kaifa amalahum, na vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam alifanya miamala nao hao masahaba ridwanullahi alayhim ambao wametofautiana katika masaili hayo. Vipi Mtume sallallahu alayhi wasallam aliamiliana nao hao masahaba ridwanullahi alayhim? Jawabu la kwanza ni at-tafsil, kufanya tafsiri. Kwanza, miongoni mwa sehemu ambazo ndugu yetu Abul Abbas, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi, ameharibu, ameboronga, amevuruga, amebambanya, ni sehemu hii, kudai kuwa hii masala ya at-taswir al-fotografi na wale ambao wamehalalisha at-taswir al-fotografi walau li haja, kwa madai yake walau li haja, anaona kwamba hawa ndani yake wamefanya mukhalafatun nas, wamekhalif nasi ya Mtume katika kuharamisha at-taswir, na uharibifu wake na kuvuruga kwake kuna dhihiri kwa hii tafsiri ambayo nitakayoitaja. Watu wasomeshwe kama anavyodai, watu wasomeshwe, ndio tunasomeshana sasa hapa. Kwanza, ma maana an-nas? Ma maana an-nas? Ni nini maana ya nas? An-nas inda al-usuliyin, kwa watu wa usul, nas maana yake ma la yahtamilu illa ma'nan wahidan au lafdhun sarihun la yahtamilu illa ma'nan wahida. Nas maana yake ni ile dalili ambayo haihitamili, haibebi isipokuwa maana moja, au ni ile dalili ambayo matamko yake yako wazi, hayabebi isipokuwa maana moja. Hii ndio maana ya nas inda al-usuliyyin. Hii maana ya nas, hii maana ambayo inapatikana ndani ya dalili ambayo ni nas, hii maana moja ambayo dalili ya nas haibebi maana nyingine, maana tofauti isipokuwa maana hiyo. Hii al-maana al-wahid, hii maana moja hii kwa istilahi ya watu usul wanaita ad-dilala au ad-dalala bil-fath au al-kasr, au wengine wanasema al-madlulu, inaitwa dalalatun nas au madlulun nas au maana an-nas.
So tumesema nas maana yake ni dalili ambayo la yahtamil illa ma'nan wahida, ni dalili ambayo haibebi, haihitamili isipokuwa maana moja. Hii maana moja inayojulishwa na hii dalili ambayo ni an-nas, hii maana moja inayofahamishwa na an-nas kwa istilahi ya watu usuli inaitwa ad-dilala au ad-dalala, wengine wanasema al-madlulu, majulisho. Kwa hiyo nafsi ni dalili ambayo majulisho yake hayahitamili majulisho mengine. Majulisho yake yako wazi, hayahitamili majulisho mengine. Dalala yake iko wazi, haihitamili dalala nyingine, majulisho mengine. Hiyo ndo maana ya an-nas, na ile maana ambayo imebebwa na ile al-ma'na al-wahid, ile maana pekee iliyobebwa na hiyo nas kwa istilahi ya watu usul inaitwa ad-dilala au al-madlul. Hapa ni sehemu ya kufahamu. Kwa hiyo pindi panaposemwa mukhalafatu an-nassi, mal murad, muradi wake ni nini? Makusudio yake nini? Makusudio ya matamko haya mukhalafatu an-nassi, makusudio yake ni mukhalafatu maana an-nass, kukhalifu ile maana ya pekee inayojulishwa na hiyo nas. Ni mukhalafatu dalalati an-nassi au mukhalafatu madluli an-nassi. Hiyo ndo maana ya mukhalafatu an-nass, kukhalifu ile maana pekee inayofahamishwa na hiyo dalili, kukhalifu yale majulisho ya hiyo nas. Hadha huwa al-murad. Tuje kwenye masala hii at-taswir. Ikieleweka hapo, tuje kwenye masala hii ya at-taswir. Je, zimekuja nusus, zimekuja ahadith, zimekuja adilla kuhusu taswir? Utakuta naam, zimekuja nusus, ahadith, adilla kathira adida, dalili nyingi zinazohusu at-taswir. Miongoni mwa hizo ni maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam aliposema la'ana Allahu al-musawwirin. Miongoni mwa hizo ni maneno yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamati al-musawwirun, wa fi riwaya alladhina yudahuna bi khalqillah, na ahadithi nyingine zilizokuja kuhusu taswir. Kwa hiyo hapa tuna nusus, tuna ahadith, tuna adilla zinazohusu at-taswir. Majulisho, dalalatu hadhihi an-nusus, madlulu hadhihi an-nusus, majulisho ya nusus hizi na hadithi hizi kuhusu taswir ni yapi? Lazima haya tuelewe ili tujue, je, kwenye masala hii at-taswir fotografi kuna mukhalafatu an-nas kama alivyodai yeye, au ni ufahamu wake tu mbovu na kutokuelewa kwake uhalisia wa mambo ya kielimu na ya kisomi yaliyoelezwa na maulama katika vitabu vyao? Kwa hiyo hapa tuna nusus, tuna ahadith, tuna adilla ambazo swariha ziko wazi katika kueleza taswir, kuhusu at-taswir. Nusus na hadithi za Mtume sallallahu alayhi wasallam zinaeleza kuhusu taswir. Ni yapi majulisho ya hizi nusus? Ni yapi majulisho ya hizi ahadith wa hadhihi al-adilla? Ni majulisho gani? Ukitizama hadhihi al-ahadith wa hadhihi an-nusus wa hadhihi al-adilla, utakuta kwamba nususi hizi tadullu ala hukmi tahrimi at-taswir. Hizi nusus zinazohusu taswir, haya maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam yalikuja kugusa na kuzungumzia at-taswir, zinajulisha, zinatufahamisha sisi hukumu ya uharamu at-taswir. La'ana Allahu al-musawwirin, ashaddu an-nasi adhaban yawm al-qiyamah al-musawwirun, wa fi riwaya alladhina yudahuna bi khalqillah, na hadithi nyinginezo zote zinajulisha hukumu ya uharamu wa kufanya at-taswir, kwamba haya ndo majulisho ya hadhihi nusus. Kwa majulisho ya hizi nasi, ya hizi ahadith na hizi dalili, majulisho yake ni hukumu ya uharamu wa taswir. Tukishafahamu hilo, je, hal yujadu alimun min al-ulama alladhi yukhalifu hadha al-madlula au hadha al-hukma wa huwa tahrimu at-taswir? Je, kuna mwana wa chuoni ambaye anakhalifu hii madluli ya hizi nusus, anakhalifu hii hukumu iliyofahamishwa na hizi hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam? Hukumu yenyewe ni tahrimu at-taswir. Kuna mwana wa chuoni yoyote hapa, sivyo mzima, mwana wa chuoni yoyote
ambaye ana khalifu hukumu hii iliyotajwa katika nusus za Mtume sallallahu alayhi wasallam, hukumu ya tahrimu taswir? Kuna mwanachuoni yoyote? Hakuna. Wanachuoni wote wanakubaliana katika madhululu nusus kwamba at-taswiru haramu, taswir imeharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Je, Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala wa Sheikh Saleh Al-Luhaidan rahimahullahu ta'ala na masheikh wengine, je, wao wanakhalifu hukmu ya tahrimu taswir kama alivyodai yeye? Je, Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Saleh Al-Luhaidan wanakhalifu hukmu ya taswir kama alivyodai yeye iliyojulishwa na nusus za Mtume sallallahu alayhi wasallam? Je, ndugu yetu Abul Abbas, unaweza kuthibitisha kwa maelezo na ubainifu wa wazi kuwa Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Saleh Al-Luhaidan rahimahumullah kwamba wao wanahalalisha, kwa sababu ndio maana ya mukhalafatu nas? Ukisema umekhalif nas alafu nasi zenyewe ni hizi, la'ana Allahu al-musawwirin, maneno yenyewe ya Mtume ni haya unayoyasoma, maneno haya yalikuwa katika hadithi hizi na maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam, alafu nadai hawa wanaohalalisha taswif fotografi wamekhalifu hizi nusus. Je, unaweza kuthibitisha kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen wa Sheikh Saleh Al-Luhaidan wanahalalisha tahrim at-taswir al-mansusi ani an-nabii sallallahu alayhi wasallam? Unaweza kuthibitisha kwamba Sheikh Ibn Uthaymeen na Sheikh Saleh Al-Luhaidan wanahalalisha taswiri iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unaweza kuthibitisha hilo kwa maelezo ya wazi kwamba hawa sio wamekhalifu nasi hawa kwa kuhalalisha taswir fotografi, maana yake wamehalalisha taswiri iliyoharamishwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam? Unaweza kuthibitisha hilo? Hauwezi. Kwa hakika, fil haqiqa hawezi ndugu yetu kuthibitisha hilo, kwa sababu hakuna ndani yake mukhalafatu nas, kwa sababu madlulu an-nas ni tahrimu taswir, na wanawachuoni wote wanafikiana kuwa taswir muharram, taswiri ni haramu. Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha, Mtume sallallahu alayhi wasallam ameharamisha at-taswir. Al-khilafu al-hasil, khilafu iliyopo ni khilafu iliyokuwa katika mas'alatun haditha, ni khilafu iliyopo katika mas'ala iliyozuka zama hizi. Ndio maana waliotofautiana ni al-ulama wash-shuyukh wal-fuqaha al-mu'asirun, maulama na fuqaha wa zama hizi, kwa sababu hii mas'ala ni mas'alatun haditha. Kwa ilipokuja mas'ala ya at-taswiru al-fotografi, at-taswiru bil alat, bil kamera na mfano wake, ikawa taswiri inafanyika kwa kamera na mfano wake, wanawachuoni wakatofautiana. Wanawachuoni hapa sasa wakatofautiana. Wako wanaoharamisha at-taswiru al-fotografi kwa sababu wao nadharu ila umumi al-alfaz al-warida an an-nabii sallallahu alayhi wasallam an tahrim at-taswir. Wao wametizama ule ujumla wa matamko ya hadithi yaliyokuja kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam yakihusu uharamu wa taswir, wakaharamisha taswir fotografi. Na wako katika maulama wakasema hapana, hii hukumu ya tahrimu at-taswir ambayo imekuja kwenye ahadith na nusus kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii hukumu imeambatana na illa. Hii nahi na hii tahrim imeambatana na illa. Kuna illatun nahi, kuna katazo, kuna illa, kuna sababu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam kuharamisha taswir. Na kulingana na qawaid wa usulu shari, kanuni na misingi ya kisheria ya dini yetu, ash-shari' anapoambatanisha hukmu ma illati, hukmu na illa yake, anakusudia illa hiyo ikiwepo kwenye jambo fulani, basi hukmu hiyo itakuwepo. Illa hiyo ikiwa haipo, basi hukmu pia itakosekana. Hii kulingana na qawaid wa usuli shari, kulingana na kanuni na misingi ya kisheria. Muradu shari', makusudio ya ash-shari' Allah subhanahu wa ta'ala au mtume wake, indama yadhkuru al-hukma ma illati, pindi anapotaja na kuleta
hukumu na illa yake, anakusudia illa ikiwepo kwenye masala fulani, hukumu hiyo itakuwepo. Illa ikikosekana, hukumu pia itakosekana. Kwani nani asiyefahamu katika talabatul ilm qaida mashhura maarufa, qaida ambayo inaingia fi kathir min abwabid din, katika milango mingi ya dini, alhukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama ithbatan wa nafya, kwamba hukumu siku zote inazunguka na illa yake na sababu yake, katika uwepo na kutokuwepo. Illa ikiwepo, hukumu inakuwepo. Illa ikiwa haipo, hukumu haipo, kwa kuthibiti na kutothibiti. Hii ni qaida maarufa mashhura min qawaid ad-din wa usuli hadhihi sharia, ni katika misingi ya dini yetu ambao ni kanuni yenye kuingia katika milango mingi ya dini. Sasa ukiangalia illa ya tahrimu at-taswir, hukumu ya tahrimu at-taswir, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakuitaja mujarrad, kaitaja ma'al illa. Na makusudio ya shari siku zote anapotaja hukumu na illa yake, maana yake illa ikiwepo, hukumu inakuwepo. Illa isipokuwepo, hukumu inakuwa haipo, rahmatan min. Na hii ni huruma na rahma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Haya ndio maqasidu sharia, haya ndio maqasidu sharia. Ukitizama hukumu ya tahrimu at-taswir imeambatana na illa, wa hadhihi al-illa illatun mansusa. Na hii ni nukta, hii illa ni illa ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ash-shari' mwenyewe ameitaja, sio illa ambayo watu wamejitahidi, ni illa ambayo imetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Ndio maana wanawachuoni hawatofautiani katika illatun nahi, katika illa ya kuharamisha taswir kuwa ni mudahatu khalqillah, kwamba taswiri ndani yake kuna mudahatu khalqillah. Hawatofautiani kwamba illa ni hiyo wanawachuoni, kwa sababu ni illatun mansusa, ni illa ambayo imetajwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam mwenyewe. Sasa kama ikiwa hii hukumu Mtume sallallahu alayhi wasallam ameipatanisha na illa, kwa nini hawa wanawachuoni sasa wanasema, kwa nini tusirejee katika qawaid wa usul ash-shar'? Na katika miongoni mwa qawaid wa usul ash-shar' ni kwamba al-hukmu yaduru ma illatihi wujudan wa adama. Wao wakaona kwamba hii at-taswir al-fotografi hakuna ndani yake illa hii, la tasduqu alayhi hadhihi al-illa. Taswir fotografi haingiliwi na illa hii, la tantabiqu alayhi hadhihi al-illa. Illa hii haingii hapa, kwa sababu illa ni kuunda, ni khalq, kama katika hadithi, katika baadhi alfadh za hadithi za Mtume, ahyu ma khalaqtum, wataambiwa hivyo al-musawwirun, vipeni uhai vile ambavyo mmevifanyia khalq. Nini maana khalq? Khalq ni ijad, kuunda, kutengeneza kitu ambacho ndani yake kitafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala, na ile taswirullah. Wao wakasema maana hii na illa hii mbona haipatikani kwenye at-taswir fotografi? Na haya maelezo utayapata vizuri kwenye Majmuu Fatawa Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, alipoulizwa swali kuhusu an hukmi at-taswir, akataja aqsam mbalimbali, akataja at-taswir bil ala, taswiri inakuwepo kwa kifaa, akikusudia at-taswir fotografi inakuwa kwa kamera na mfano wake. Ukiangalia uhakika wa hii taswir ni mujarradu an-naql, ni mujarradi wa kunukuu, ni mujarradi wa kurekodi kile kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna ndani yake mushabaha. Sheikh akatoa mfano, ikiwa mtu ataandika maandishi, yale maandishi yakapigwa picha, ile picha tutasema haya maandishi ni mfano wa haya maandishi, au tutasema haya maandishi ndio haya? Mimi hapa na rekodi taswirul video, nachukua video hii, video akija mtu kuiona kisha akaniona na mimi, je, atasema kwamba huyu aliyekuwa kwenye video ni mfano wa huyu, hichi kiumbe hichi ni mfano wa kiumbe hichi? Au atasema huyu aliyekuwa kwenye video hii ndo huyu? Atasemaje? Hii video mtu akija kuiona na akaja kuniona mimi, atasema kiumbe hichi ndo hichi, au atasema hichi ni mfano wa hichi? Bil hakika atasema huyu ndo huyu. Kwa hiyo hakuna ndani yake kuunda wala kutengeza kitu kinachofanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kile kiumbe cha Allah subhanahu wa ta'ala, ile khalqullah, ile taswirullah, ile ndio ambayo imenukuliwa na kuhifadhiwa na kurekodiwa. Kwa hiyo wao kwa ufahamu wao wakaona taswirul fotografi haingii kwenye illatun nahi, na kama ikiwa haingii kwenye illatun nahi kulingana na qawaid wa usulu shar'i, basi taswir fotografi sio haramu. Hii ndio khilafu iliyokuwepo. Wote wanakubaliana kwamba nas
inaharamisha taswira, na wote wanakubali kwamba taswira ni haram. Mtume sallallahu alaihi wasallam ameharamisha, isipokuwa mtume ameambatanisha na nahi, na kulingana na qawaid wa usulu shar'i, siku zote hukumu iliyoambatana na illa, hukumu hiyo inathibitishwa illa hiyo ikiwepo, na haitothibitishwa illa hiyo ikiwa haipo. Tukija kwenye masuala ya taswira fotografi, wengine wakaona wakafahamu, baadhi ya maulama katika wale wenye kuharamisha, kuna ambao kama tulivyoeleza wameharamisha moja kwa moja kwa kuangalia ule ujumla wa matamko, muda wa kuwa hii yusamma taswiran ni haram, bila kujali, bila kuangalia illa. Hawakuangalia illatun nahi, wameangalia ujumla wa matamko. Kwa hiyo kwa msimamo wao, hata huko baadaye ikiwa itazuka taswiri nyingine, muda wa kuwa yusamma taswiran, kwa ujumla wa ahadith na alfadhi za Mtume sallallahu alaihi wasallam zitakuwa ni haram kwa msimamo wao. Lakini wengine wakasema kulingana na qawaid wa usulu shar'i, ambazo ni qawaid makbula mutarida, zinafahamika kabisa. Qawaid hizi zinatutaka hukumu ikiambatana na illa, hukumu hiyo hatusemi kwamba inaingia mpaka illa hiyo ikiwepo. Kwa hiyo hawa wakafahamu kwamba taswira fotografi kwa kuwa haina illa ya mudahatu khalqillah haitoingia, kama vile ambavyo kuna wengine walioharamisha wamefahamu kwamba taswira fotografi ndani yake kuna ashaddu mudahatan li khalqillah, mudaha ndio ipo zaidi. Kwa hiyo hii ndio inastahili zaidi kuharamishwa kuliko ile taswiri ya naht wal rasm. Wao wakasema hivyo, wakafahamu hivyo. Kwa nini? Kwa sababu hii majali sasa Mtume kashamaliza, kataja hukumu, kabadanisha na illa, kashamaliza. Sasa je, aina hii ya taswiri inaingia au haingii? Hiyo ni majali ya maulama. Sasa inaingia kwenye nahi au haingii? Hiyo ni majali ya maulama, ni majali ya maulama kuleta fahamu zao na jitihada zao. Sasa wewe ukija ukaona ukakinaika ukaridhika na maelezo ya wale wenye kuharamisha, wanaodai na wanaosema kwamba taswira fotografi ndio kuna ashaddu mudahatan li khalqillah, kwa sababu ni kile ni kinafanana moja kwa moja, wakatoa maelezo hayo, wakataja vitabu vyao na maelezo yao, ukaridhika na ukakinaika na maelezo hayo, sawa, ni maukifi yako, tetea maukifi yako, bainisha. Na wengine wao wakaona maneno yenye kuingia akilini zaidi ni hawa wanaosema kwamba taswira fotografi haingii katika mudahat li khalqillah, kuunda na kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa wakafahamu hivi. Sasa hivi ndo masail yanavyoelezwa kisomi, hivi ndo masail yanavyoelezwa kielimu. Ama kudai tu kwamba hawa khalafu nafsan sarihan, wamekhalifu nafsan sarihan, alafu ukashindwa kutoa maelezo ya kielimu na ya kisomi, inakuwa si sawa sawa. Na maelezo haya ya kisomi fadhila zake hazirejei kwetu sisi, hapana, ni maelezo ambayo yametajwa na maulama fi kutubihi, katika vitabu vyao. Hakuna kitu kipi hapa. Sisi haya tumeyasoma kutoka kwa walimu zetu, mashaikh zetu, wakianukuu kutoka kwa maulama ndani ya vitabu vyao. Sisi kazi yetu ni kukusanya na kuwasilisha, hakuna zaidi ya hapo. Kwa hiyo haya ndo maelezo ambayo yanatakiwa watu wabainishiwe na waelezwe, na kila mmoja ana haki ya kufuata ufahamu wake, kwa sababu khilafu ile kuwepo ni katika taswira fotografi. Je, inaingia katika illatun nahi tuiharamishe kama aina zingine za taswir, au tusiharamishe? Na wala hakuna mukhalafatun nafsi hapa. Mukhalafatun nafsi ingekuwa ni pale ambapo maulama wangehalalisha at-taswir al-mudahi li khalqillah, yani hawa maulama hawa wangehalalisha taswiri ambayo inafanana na uumbaji wa Allah subhanahu, ndani yake una kuunda na kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu, tungesema hapa wamekhalifu nas. Lakini wao wamekuja kutofautiana katika, je, taswiri hii ya picha za photograph inaingia kwenye maana nahi, kwenye illatun nahi au haingii? Hakuna mukhalafatun nafsi hapa. Haya ndio maelezo ya sawa sawa, na watu wasomeshwe na watu wajue maelezo haya. Ama ad-da'wat mujarrada, ama madai tu matupu, madai hayo la qimata laha wala yutafatu ilaiha, hayana qima wala hayazingatiwi. Kwa sababu kwa ufahamu wako ukisema kwamba hawa maulama wanaohalalisha at-taswir fotografi khalafu an-nas, wamekhalifu nas, sisi pia tunaweza kusema kwamba wewe ndio ambaye umekhalifu nasi,
wewe ndo ambaye umekhalifu nafsi. Kwa nini? Kwa sababu nusus zinaeleza uharamu wa at-taswir al-mudahi li khalqillah, taswiri ambayo ndani yake kuna khalq, kuna ijad, kutengeneza kitu ambacho kinafanana na uumbaji wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwenye taswiri hakuna taswiri fotografi, hakuna hilo. Wewe unadai taswiri fotografi ni haramu, hali ya kuwa sio taswiri aliyoharamisha Mtume. Mtume kaharamisha taswiri ambayo ndani yake kuna mudahatu khalqillah. Kwa hiyo wewe ndio ambaye umekhalifu nas, wewe ndio ambaye khalafta nas kwa ufahamu wako wewe, kwa sababu tukiangalia nusus za Mtume sallallahu alaihi wasallam zimetaja hukumu ya tahrim ma'a illa yenyewe mudahatu khalqillah. Taswiri fotografi haina illa hiyo sehemu yoyote katika illa hiyo, wewe unasema ni haram, maana yake wewe ndio umekhalifu nas. Kwa hiyo da'wat mujarrada, madai tu matupu haya, tumesema la qimata laha wala yutafatu ilayha, hayana qima wala hayaelekewi. Na hapa kuna nukta yenyewe, maneno haya ameyasema imma anajua au hajui, na sisi tunamdhania khairi ndugu yetu kwamba maneno haya yamemtoka bila kujijua. Ni kalamu khatir, ni maneno khatir kusema maulama ambao wao wameandika vitabu, wanaulizwa maswali, wanaulizwa fatawa mbalimbali, wanajibu, wanajua hii fatwa nienda kufanyia kazi na Waislamu, kusema kwamba hawa wamekhalif nafsi. Una maana gani? Unajua kwa maneno haya ni maneno hatari? Unajua kwa maneno haya yanashusha hadhi na makana ya ulama, nafasi na ile hadhi ya maulama? Mfano Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala alipoulizwa swali akasema mwanzo alikuwa anaona tahrim ya taswir fotografi, mwanzo alikuwa anaona kwamba ni haramu. Kwenye maneno yake mengine na clip yake nyingine akasema akaja akatawakaf, kisha baadaye akahalalisha lihaja na maslahi na manufaa al-amma, kama vile manufaa ya kueneza dini. Hebu angalia hizi mawaqif za Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, zinaashiria dirasa aliyoifanya qayyima Sheikh Ibn Baz. Mwanzo alikuwa ni haramu, baadaye akatawakaf, baadaye akahalalisha kwa haja. Kwa hiyo hakuropoka tu, hakupayuka Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala, amefuatilia mambo, ndio maana akapita katika hadhihi almawaqif mpaka mwisho akahalalisha kwa haja. Kisha anakuja mtu kutoka huko hajulikani yuko wapi, anakuja kumsemea na kumkosoa Sheikh Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Huku ni kushusha makana na hadhi ya maulama, kisa tu kashika maukifu yake, mashiko yake, anaona kwamba wengine hawako sawa, wanaochuoni anawashusha hadhi zao, anashusha nafasi zao. Haya ni maneno ya hatari. Nukta hii inatakiwa izingatiwe, imma anajua au hajui, lakini tunamdhania khairi. Maneno hayo yametoka bila yeye kujijua, ndani yake kuna kushusha makana na hadhi za maulama. Sheikh Ibn Uthaymeen hakuhalalisha tu kiholela, ameangalia masala, ameyadurusu, na hii ndo sifa na sha'nu ulama. Hawatoi tu fatwa kudugusa kiholela, kwamba mtu amekaa kwenye arika, kwenye sofa lake, anatoka tu maneno baada ya kushiba. Hapana, maulama hawako hivyo. Maulama wana nidhamu, wanajua nafasi ya dini hii na kuwa maneno yao yanafanyiwa kazi na Waislamu. Kwa maneno haya hayawezi kutokwa kwenye kinywa cha almuslim almu'min mwenye kujua dini yake, fadlan ani da'i as-salafi. Sikwambii da'i as-salafi. Kwa hiyo kama kuna sehemu inatakiwa rekebishwe, sehemu hii ndugu yetu aje rekebishie, kwa sababu ndani yake kuna harufu mbaya ya kuwakosoa na kuwakosea heshima al-ulama rahimahumullah. Hilo ni jawabu la kwanza katika kuzungumzia hoja yake hiyo na pointi yake hiyo ya kudai kwamba wale ambao wanahalalisha at-taswir al-fotografi khalafu an-nassa, kwamba wamekhalif nas. Ni jawabu la at-tafsil, kama tafsil na uchanganuzi na ufafanuzi ambao tumeueleza. Aljawabu thani, jawabu la pili tumesema ni kwa al-mithal. Jawabu la pili ni kwa al-mithal, kwa kutaja mfano. Mfano huu utaweka wazi kuwa masala hii ya at-taswir fotografi khilafu yake ni khilafun sa'igh, na ni mas'alatun ijtihadiyya,
na fahamu za maulama zinakubalika ndani yake. Mifano ni mingi kutoka kwa masahaba ridwanullahi alayhi katika yale ambayo wanaochuoni wametofautiana. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ma kana yunkiru alayhim fima fihi ijtihadu min almasail. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa hawakemei masahaba katika almasail ambayo ndani yake kuna khilafun sa'igh, ndani yake kuna jitihada. Mfano uliokuwa wazi katika hili ni hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma. Hadithi ya Ibn Umar radiyallahu anhuma annahu qala, anasema qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yawm al-ahzab, Mtume alisema yawm al-ahzab, la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidha. Angalia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume anasema asiswali mmoja wenu alasiri isipokuwa fi bani Quraidha, isipokuwa kwa bani Quraidha. Maneno haya ni nasun sarih, haitamili isipokuwa maana wahidan, isipokuwa maana moja tu, kwamba asiswali yoyote alasiri isipokuwa fi bani Quraidha. Anasema Ibn Umar, anasimulia, faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, la nusalli al-asra hatta na'tiyaha, وقال بعضهم بل نصلي لم يرد منا ذلك لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة. Mtume sallallahu alayhi wasallam kataja maneno haya, asiswali yoyote miongoni mwenu alasiri isipokuwa fi bani Quraidha. Swala ya alasiri na wakati wa alasiri ukawakuta wakiwa fi tariq, alasiri ikawakuta wakiwa njiani. Masahaba ridwanullahi alayhim wakatofautiana makundi mawili. Ndio anasimulia Ibn Umar, faqala ba'dhum, wakasema baadhi yao, baada ya kuwa wakati wa alasiri umewakuta fi tariq, katikati ya njia, kabla ya kufika bani Quraidha, na Mtume kashasema la yusalliyanna ahadun al-asra illa fi bani Quraidha. Baadhi yao wakasema la nusalli al-asra hatta na'tiyaha, sisi hatuswali alasiri mpaka na'tiyaha, mpaka tufike bani Quraidha. Nini maana yake? Maana yake hawa wakachukua dhahir an-nas, dhahiri ya maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtu yoyote asisali alasiri kwa namna yoyote na kwa hali yoyote isipokuwa fi bani Quraidha. Wakazingatia dhahiri ya nas, wakasema sisi hatuswali alasiri mpaka tufike bani Quraidha, hata kama ikiwa wakati alasiri tutatoka. Wakafanya hivyo. Waqala ba'dhu, baadhi yao wakasema bal nusalli, bali sisi tunaswali alasiri, bali sisi tunaswali alasiri, lam yurid minna dhalik. Mtume hajakusudia hivyo, kwamba swala ikitukuta njiani basi tuicheleweshe, hata kama ikiwa wakati utatupita sisi tusiswali mpaka pia. Mtume hajakusudia hivyo. Muradi wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ni al-isra'u fil mashi, tufanye haraka kutembea, tufanye haraka katika mwendo ili alasiri itukute bani Quraidha. Lakini muda wa kuwa Allah amekadiria imetukuta njiani, basi tunaswali. Wakafanya jam'an baina al-adilla, kwa sababu Allah anasema inna as-salata kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta. Sasa kwa ufahamu wa ndugu yetu Abul Abbas Hasan Soloka, kwa ufahamu wake, hili kundi la pili wamekhalifu nas. Kwa ufahamu wake, hili kundi la pili ambalo limeswali njiani na Mtume kasema la yusalliyan ahadun al-asra illa fi bani Quraidha, kwa ufahamu wake na msimamo wake, kwamba hawa kundi la pili wamekhalifu nasi kwa ufahamu wake. Lakini Mtume sallallahu alayhi wasallam kaifa amalahum, vipi aliwapa muamala hawa masahaba ridwanullahi alayhi? Anasema Ibn Umar, anasimulia, fadhukira dhalika linnabii sallallahu alayhi wasallam falam yu'annif wahidan minhum. Angalia muamala wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwa masahaba wake, kwa sababu ni masala ambayo fihi ijtihadun, ndani yake kuna ijtihad, wal khilafu fiha sa'igh, na khilafu ndani yake inazingatiwa. Mtume alipotajiwa kutofautiana kwao hawa masahaba katika kule kuifahamu nafsi yake, maneno yake, akasema falam yu'annif wahidan minhum. Mtume alipotajiwa hakumfanyia ukali, hakumfanyia inkar yoyote miongoni mwao, kwa sababu ni masala ijtihadia.
haya yanatokea, Mtume sallallahu alayhi wasallam hadhiru bainahum, Mtume sallallahu alayhi wasallam yuko baina yao, yupo katika migongo yao, imetokea kwa masahaba. Ndio hivyo masala hii at-taswiru al-fotografi, wanawachuoni wote wanakubali hukumu ya tahrimu at-taswir, lakini kwa kuwa hii dalili imeambatana na illa na makusudio ya ash-shari', anapotaja illa, anapotaja hukumu akiambatanisha na illa, maana yake al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adama, ithbatan wa nafya, na hilo ni katika maqasidu ash-shar'i, maqasidu hadhihi sharia rahmatan min Allah, ni rahma na huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake. Kwa hii tahrim ya taswir al-fotografi ilivyokuja na illa, maana yake tunaangalia sasa ile taswir ambayo itaingia kwenye illa hii ambayo ni mudahatu khalqillah, taswir hiyo ni haram bila shaka, lakini taswiri ambayo haitoingia kwenye mudahatu khalqillah hiyo ni halal. Wanawachuoni wakatofautiana kwenye masala hii, mas'alatun haditha, wakatofautiana kwenye masala hii, mas'alatun haditha ya at-taswir al-fotografi, masala iliyozuka katika zama hizi. Taswiri hizi inakuwa kwa kamera na mfano wake, hivi vifaa vya kisasa. Je, taswiri hii yantabiqu alayhi hadhihi al-illa, inaingiliwa na illa hii kwa ndani yake kuna mudahatu khalqillah? Wengine wakaona ndani yake kuna ashaddu mudahata, wakaingiza wakaizingatia ni katika taswiri muharram kwa sababu imeingia katika illa. Wengine wakafahamu hapana, wale wamefahamu, hao pia wa mwanzo walioingiza wamefahamu, ni fahamu zao. Mtume kaeleza hukumu na illa. Je, hii taswiri iliyozuka hivi sasa haikuwa kwa kipindi cha Mtume wala maswahaba? Hii taswiri iliyozuka hivi sasa fi hadha al-asr ambayo imetofautiana fuqaha al-muasirun, je, inaingia kwenye illa au haingii kwenye illa? Wakafahamu wengine kwamba hii inaingia, tena ashaddu mudahatan li khalqillah, wakasema ni haram. Wengine wakasema, wakafahamu kama walivyofahamu wale kwamba inaingia, na wengine wakafahamu kwamba hii haingii. Kwa hiyo sisi tunakuja kuangalia maneno ya maulama na wenye kurejea wao, tukiangalia kwenye majali hii ambayo ni majali ya ufahamu wao na jitihada zao. Mwingine akiona achukue na akaridhika akakinaika na maelezo ya wale wenye kusema kwamba hii taswiri fotografi inaingia kwenye illa kwa sababu ndani yake kuna ashaddu mudahatan li khalqillah, sawa, amefuata fahamu na jitihada za maulama. Na wengine wanaona kwamba hii ni halali kwa sababu haingii katika illa ya mudahat khalqillah, na wao wamefuata fahamu na jitihada za maulama. Aina al-ishkal, ishkali iko wapi? Na hii ndio insaf ambayo inatakiwa ifanyike kwenye masaila haya ijtihadiyya. Anasema Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, masailu al-ijtihadi man amila fiha biqawli ba'd al-ulama'i lam yunkar alayhi wa lam yuhjar. Maneno haya tumeyasoma jana. Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala anasema masailu al-ijtihad, masaili ambayo ndani yake kuna jitihada, al-khilafu fiha sa'igh. Mfano masala hii at-taswir fotografi, je, masala hii haditha fi hadha al-asr inaingia katika illa au haingii? Wengine wakaingiza kwa fahamu zao, wengine hawakuingiza kwa fahamu zao, kwa sababu ni majali ya jitihada na kuleta rai zao na fahamu zao. Masail kama haya Ibn Taymiyyah anasema man amila fiha biqawli ba'd al-ulama'i, atakayefanyia kazi ndani yake kauli ya baadhi ya wanaochuoni. Wao umefanyia kazi baadhi ya ulama, imma wale ambao wanaharamisha kwa kutizama alfadh al-amma alwarid an nabii sallallahu alayhi wasallam wa lam yanzuru ila ma'na an-nahy wa illati an-nahy, wao kutizama kabisa illati an-nahy, umefuata fahamu zao na maneno yao baadhi ya maulama. Na wengine wakafata wale wanaoharamisha kwa kuziingiza taswiri za fotografi katika illatun nahi kwamba ni ashaddu mudahata li khilqa, sawa. Wengine wakahalalisha kwa sababu hawaziingizi katika illatun nahi, wakaridhika na maneno hayo, wakaona kwa maneno hayo na fahamu zao zinaingia akilini, fahamu za hao maulama na jitihada yao ndio inaingia kwenye akili zao, wakatosheka na maukifi yao, wakaona ni halali, hasa ikiwa kuna haji, ikiwa kuna manufaa ya da'wa kueneza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna. Masailul ijtihadi man amila fiha biqawli ba'd al-ulama, masaili haya jitihada ambayo khilafu yake ndani yake ni sa'igh, khilafu yake ni qawi, ni majali ya wanaochuoni kujitahidi na kuleta fahamu zao, atakayefanyia kazi ndani yake kauli ya baadhi ya maulama lam yunkar alayhi, hadha huwa al-adl wa hadha huwa al-insaf. Hii ndio uadilifu na hii ndio insaf. Angalia maneno ya maulama, muhaqqiqu hadhihi al-umma Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, huyu anaifanyia kazi kauli ya baadhi ya ulama kwenye masail ijtihad, lam yunkar alayhi, hakemewi. Umetoa wapi ujasiri wa kukemea watu katika masail haya, masail ijtihadiyya? Na hili ni gonjwa, kama nilivyosema, hili gonjwa lazima lisafishwe, lazima liweke sawa. Hii ndio mushkila tuna al'an. Mushkila wetu hivi sasa ni hii, hasa katika hii da'wa yetu
Kuna watu wana afkarun jamida, wana fikra zenye jumud, fikra zao hazikui, wanakariri mambo. Masaili haya ni masaili yako wazi, maulama wameeleza. Unasemaje maneno kwamba mnavuruga watu? Haya maneno ambayo hayana qima. Kama ikiwa wanavuruga watu basi ni maulama, so sisi. Wanavuruga watu ni maulama, kwa maneno yako ni maulama ndio wenye kuvuruga watu. Kwa sababu sisi tumefuata kaulu baadhi ya ulama katika masala hii, au hawa hawana haki ya kufuatwa? Amleta watu mambo ambayo hajazoea. Ni maneno ambayo la yutafatu ilayhi. Masailul ijtihadi man amila fiha biqawli ba'd al-ulama lam yunkar alayhi, hakemewi wa lam yuhjar. Mtakizingatia vizuri haya maneno ambayo naeleza, na mimi ni kazi yangu kuwasilisha, kusana kuwasilisha, lakini fil haqiqa fadla zinarejea kwa maulama na wale mashaka zetu ambao wametufundisha na kutuelekeza masail haya. Kwa hiyo mpaka hapo nimeijibu nukta hii kwa hoja mbili kubwa. Hoja ya kwanza ya tafsil ambayo ndani yake inabainika kwamba hawa maulama waliohalalisha hawajakhalifu nas, na kama ikiwa tutazingatia wamekhalifu nas, basi yeye ndo ambaye amekhalifu nas kama tulivyoeleza, na vile vile kwa kuzingatia mfano huu ambao uko wazi wa kutofautiana masahaba ridwanullahi alayhim katika fahamu na wakajitahidi, na Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotajiwa akaamiliana nao kwa kutowafanyia inkar yoyote miongoni mwao. Na hii ndio haki, na haya ndio maneno ambayo wanayotaja na kueleza alulama katika at-taamul ma'a al-masail al-khilafiyya al-ijtihadiyya. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atuongoze sisi waja wake katika haki, na atupe tawfik ya kuifata haki, na atupe tawfik ya kuepuka batil, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.